Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ametoa mwito kwa wananchi wa mikoa 16 inayojiandaa na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili na mzunguko wa pili unaoanza Mei 16 na kumalizika Mei 22, 2025 kutumia fursa hiyo kuboresha taarifa zao na wengine kujiandikisha. Jaji Mwambegele ametoa rai hiyo leo Mei 14 katika ukumbi wa halmashauri ya mji Kibaha mkoani Pwani, wakati akizungumza na washiriki wa mafunzo ya watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ikiwa ni maandalizi ya uboreshaji unaokwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali. Naomba niwasisitize Watanzania wote katika mikoa hii 16 wajitokeze kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha, kwa sababu baada ya hapa tume haitaboresha tena daftari. Daftari litaboreshwa kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 kwa muda wa siku 7. Wewe ambaye hujajiandikisha katika kipindi hicho kwenye mikoa hii 16, au wewe ambaye hujaboresha taarifa zako na kitambulisho chako kilikuwa kinahitaji kuboreshwa, utaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi. Kama kitambulisho chako ni cha mwaka 2015, mwaka 2020, hakina tatizo, utaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi. Kama umehama, hujaboresha, hutaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi isipokuwa uchaguzi wa rais. Aidha, mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji Mwambegele, amewasihi watendaji hao wa uboreshaji ambao ni waandishi wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric kutoa huduma bora kwa wateja wao na kufuata sheria, kanuni na taratibu za tume wakati wote wa utekelezaji wa zoezi hilo. Niteuliwa kuja kushiriki tena kwa sababu ya kazi yenu nzuri. Sasa nawasihi muendeleze utoaji wa huduma bora kwa wananchi kama ilivyokuwa awamu ya kwanza ya uboreshaji. Hii itatufanya tufikie lengo ambalo lilikusudiwa. Lakini pili, naomba mzingatie sheria, kanuni na miongozo inayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika zoezi hili. Najua haya mmeyazingatia mlipokuwa kwenye awamu ya kwanza, na sitegemei kama kutakuwepo ugumu katika hii awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Afisa mwandikishaji wa halmashauri ya mji Kibaha, Dr. Rogers Jacob Shemwelekwa, amezungumza na Uchaguzi TV na anaeleza namna halmashauri yake ilivyojipanga kufanikisha uboreshaji huu wa awamu ya pili. Halmashauri imejipanga vizuri, tunaishukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa sasa imeshatupatia vifaa vyote na vifaa hivyo viko tayari pamoja na maafisa waandikishaji wasaidizi, na tumejipanga kuhakikisha kuwa kila atakayefika kituoni ataandikishwa kwa wakati na aweze kuondoka ili kwenda kuweza kushiriki shughuli za uzalishaji. Hakuna atakayechelewa. Naomba wananchi wa halmashauri ya mji wa Kibaha waende sasa kukagua na kutazama taarifa zao kwa wale ambao walijiandikisha kwa awamu ya kwanza, na kama taarifa zao zitakuwa zina makosa na haziko sahihi, basi wataweza kushiriki kuzisahihisha ili na kuwa na taarifa kamili zitakazomwezesha kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 kwa kupiga kura baada ya kujiandikisha. Awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unakwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali, ambapo baadhi ya watendaji wa uboreshaji katika halmashauri hiyo ya mji wa Kibaha wanaeleza umuhimu wa zoezi hili la uboreshaji. Nawakaribisha wananchi wote wa kata ya Tumbi. Nitakuwa BVR operator kwa ajili ya kuwaandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Tunawakaribisha wale pia ambao taarifa zao zimekosewa, waje tuwarekebishie vitambulisho vyao. Karibuni sana. Hii ni nafasi yetu ya pili na itakuwa nafasi yetu ya awamu ya mwisho kwa ajili ya daftari la kupiga kura.
Kwa hivyo karibuni sana, hii ni nafasi yako ya mwisho. Ndugu wananchi wa kata ya Mkuza na viunga vyake, nitumie fursa hii kuwakaribisha katika maeneo tofauti tofauti katika kuhakikisha kwamba mnaboresha taarifa zenu katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili. Ndugu wananchi, niombe kuwakaribisha wale wote ambao pengine hawakupata nafasi kwa awamu ya kwanza au walitoa taarifa ambazo pengine hazikuwa sahihi, pengine picha haikuwa nzuri. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwa ajili ya kurekebisha na kusahihisha taarifa zenu zile ambazo zipo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini sambamba na hilo, madaftari yamebandikwa katika kila kituo ambacho kilihusika katika uandishi wa wapiga kura. Lakini pia ukifika pale unaweza kukagua, kaangalia kama jina lako lipo, au kama alipo basi unaweza ukafika ukaweza kujiandikisha upya. Sambamba na hilo, kuna watu ambao wamefungwa hivi karibuni, pengine alipata kesi akafungwa zaidi ya miezi 6, njoo tuweze kuondoa taarifa zake. Kuna wale ambao wamefariki hivi karibuni au walifariki kipindi cha nyuma na bado wanaonekana kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, njoo tuweze kuondoa taarifa zake ili tuweze kuwa na taarifa ambazo ni sahihi kwa ajili ya manufaa ya taifa letu la Tanzania. Tuko kwenye awamu hii ya pili ya uandikishaji wa uboreshaji wa daftari letu la wapiga kura. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote ambao hawakupata nafasi kwenye awamu yetu ile ya kwanza. Katika awamu hii ya pili tumetoa nafasi kwa watu ambao hawakupata nafasi ya kuja kujiandikisha daftari awamu yetu ya kwanza, waje sasa kwa mara nyingine hii tena. Sisi tuko tayari kuwasaidia maeneo yote. Karibuni sana.